hawa wanajuana Musa vilivyo. Anaweza kawa kimbinu, ukiangalia hata hizi takwimu zao tu hapa zinaonesha pengine ubora na ujuzi wao katika zile mbinu kufahamiana zaidi. Ugumu unaweza kawa unaanzia hapo kwenye benchi la ufundi lenyewe. Kocha Mang'oba Ngithi yeye alifundisha kwenye kikosi kikubwa sana pale Afrika Kusini. Niseme wababe, nazungumzia Mamelodi Sundowns kwa muda mrefu kakaa pale, lakini tofauti na kocha Steve Barker ambaye alikuwa Stellenbosch. Stellenbosch sio timu kubwa, ni timu ambayo ilipatua hivi miaka karibuni ikafika nusu finali ya kombe la shirikisho, lakini yote hayo ilikuwa pia ni chini ya utaalamu wa kocha Steve Barker. So Mang'oba licha kwamba alikuwa Mamelodi, yeye alikuwa ni kocha msaidizi mpaka anakuja kupewa kocha mkuu ilikuwa ni kwa muda mfupi kabla hajaelekea kule Golden Arrows ambapo ndo alikuwa kocha mkuu. Ana uzoefu mkubwa pia kwa sababu alipita kwenye vilabu vingine. Kwa hiyo wanakutana na makocha wawili ambao wanatoka Afrika Kusini. Ukiangalia aina ya football wanaocheza haitofautiani sana, namna ambavyo wanaweka vikosi vyao, maelekezo ambao wanatoa, mabadiliko ama substitution ambazo zinafanywa, wana ile culture moja. Unaweza ukasema wote wanapenda timu ambazo zinashambulia, sio makocha ambao wana entertain sana timu ziwe zina paki basi, lakini wana demand sana wachezaji wao, wana press, wanakwenda kutafuta mpira usiwe abiria. Nadhani mechi ya kwanza tu ulimuona kocha wa Yanga namna ambavyo kwenye ile Yanga Day alivyokuwa anawaambia attack, kama anashangaa kwa nini watu hawalishambulii lango la timu pinzani, lakini linapokuja kwenye swala la kuja kudefend anataka pia warudi wote kwa kushirikiana. Hiyo ndio imekuwa siri ya kocha Steve Barker. Sio Anise Eura, sio Libase Gay, hawana hiyo luxury ya kusema kwamba sisi tuko kule mbele katika mstari ule wa ushambuliaji basi hatuna jukumu la kukaba. Ni wote, yani mnafanya kazi kwa pamoja. Kwa nategemea kuona mbinu atakaye mzidi mwenzake mbinu, hapa ndio atakaye kuwa na wakati mzuri sana. Steve Barker ana advantage, kashacheza Kariakoo Derby ama kashasimamia hizo Kariakoo Derby. Tunazungumzia msimu uliopita unbeaten, hakufungwa katika Kariakoo Derby yoyote mpaka msimu unakamilika, alionekana na wakati mzuri sana. So lakini kwa Mang'oba yeye ndio derby yake ya kwanza. Inawezekana anamfahamu Steve Barker akiwa Afrika Kusini, lakini hamfahamu Steve Barker akiwa katika mazingira haya ya Tanzania. Na sioni mabadiliko ya vikosi kwa kiasi kikubwa, licha kwamba timu zote mbili zimefanya usajili. Unaona kwa mfano Yanga, mchezaji ambaye unaona anaweza kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha msimu uliopita ni Peter Shalulile. Unamwona anaweza kuongoza ile front line ya leo. Kwenye upande wa mabeki inategemea na fitness ya Bakari Nondo Mwamnyeto na Komara, lakini namwona Baka pale katikati ataanza, lakini ni kati ya Komara ama Bakari Nondo Mwamnyeto. Mchezaji mwingine ambaye anaweza kuingia kwenye kikosi cha Yanga kwa hawa wageni moja kwa moja kwa kiwango alichokionyesha ni Eric Mwijage. Eric Mwijage kaonekana kuwa na kiwango bora sana, anaweza akapewa ile shavu la kulia ama niseme ule upande wa kulia kwenye ile tunasema namba 7. Namuona pia kiingia hapo moja kwa moja, lakini kwa Kangwanda za Kwani na hisi kidogo anaweza kupata challenge ya kuanza kumtoa Mudathiri Yahya, kumtoa Maxim pia Nzengeli kwenye kile kikosi cha kwanza. Kwa upande wa Simba the same, naona bado atarely sana na kina Elim Panzu na kina Nise Ura ambao walifanya vizuri kwenye msimu uliomalizika.